Kauli hiyo ya serikali imetolewa jijini Dar es Salaam na naibu waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Dr. Hamisi Kigwangwala, wakati akizindua mpango huo wa matibabu kwa njia ya kadi tika kwa wananchi wa manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo amesisitiza mpango huo upo kisheria na kuzitaka halmashauri nchini kutekeleza mpango huo kikamilifu, huku mstahiki meya wa manispaa ya Kinondoni Mheshimiwa Jacob Boniface akitaka mpango huo kuwanufaisha wananchi wote wa manispaa hiyo. Kwa mujibu wa sheria, wala sio mpango wala sio maagizo, ni kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mkibahatika mkapata wadau itakuwa ni neema kwenu, lakini msipopata wadau mjipange kuwalipia nyewe wenyewe. Kwa lazima mkurugenzi na timu yako mfanye sensa ya wazee, mjue mnao wangapi kwenye halmashauri yenu na mnapaswa kuwalipia shilingi ngapi. Tumepitisha mpango wenyewe, tumezindua wenyewe, angejua nani jambo hilo. Kwa haitoshi tu kwamba tumekusanya fedha, tunatoa mpango, kubwa kuliko lote ni kwenda field kufuata watu. Na leo tumekuja Msasani, ni wategemeni waone Bunju, ni waone Mbweni, ni waone Kimara, ni waone Msigani, ni waone Kigogo, sehemu mbalimbali. Aidha, naibu waziri huyo wa afya amefanya ziara katika hospitali kadhaa ikiwemo Mwananyamala na kutembelea wodi ya watoto njiti na jengo jipya la upasuaji, ambapo pamoja na kukiri upungufu wa vitanda katika hospitali hiyo na katika wodi ya watoto njiti, amekanusha taarifa kuwa kina mama katika wodi ya watoto njiti wanalala chini. Vitu ambavyo havipo. Sababu mtu anakuja kwa lengo la kusema anatembelea hospitali kwenye eneo fulani kwa sababu anataka kutoa msaada, kumbe anatafuta picha ili aende akaweke kwenye mitandao vitu vya uongo ambavyo havipo. Kwa hivyo hilo ni la kwanza. Lakini la pili, hapa tuna upungufu wa vitanda kwenye hospitali hii. Tuna vitanda kati ya 245 mpaka 250. Ninawaagiza mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni akae na wenzake kwenye vikao vyao huko, watengeneze mpango wa muda mfupi na wa haraka wa namna ya kufikisha idadi ya vitanda 350 ndani ya mwaka mmoja. Katika hatua nyingine, Dr. Kigwangwala amefanya ziara ya kushitukiza katika kituo cha tiba mbadala cha For Plan Clinic, ambapo licha ya kufutiwa usajili Julai 12 mwaka huu, amekuta bado kikiendelea kutoa huduma. Miongoni mwa mambo yaliyojitokeza katika ukaguzi huo ni pamoja na kukutwa kwa shehena kubwa za dawa za tiba asili ambazo zimekwisha muda wake, pamoja na orodha ya wagonjwa ambao bado wamekuwa wakiendelea kutibiwa katika kituo hicho, huku maafisa wa kituo hicho wakigoma kutoa ushirikiano kwa maafisa wa serikali. Kimsingi tumefanya ukaguzi wa pamoja hapa, lakini hatujakuta vipodozi na hatujakuta ana kibali chochote cha usajili wa jengo lake kufanya biashara ya vipodozi, au hatujakuta ana leseni ya kuendesha biashara ya vipodozi. Na iliyoko ndani ni mchanganyiko wa dawa nyingi za asili. Kila kiroba kina aina ya dawa ambayo ukiangalia tu inaweza kuwa tofauti, lakini kuna baadhi vingine vinaweza kuwa vinafanana. Kwa hiyo hivi viroba hapa vinadhihirisha kwamba huduma bado inaendelea. Maana vinginevyo hivi viroba visingekuwepo. Unaona? Kwa hiyo hilo ndio tunalizungumza. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Futuna Suleiman wa ITV.